Na baada ya kuita, lazima uanze kumkumbusha zake juu yako, ahadi zake juu ya uzao wako. Kimaandiko, jambo la tatu linagusa mali zako. Jambo la tatu linagusa mali zako. Sijajua unaandikaje, nafikiri pengine labda hicho Kiswahili unaweza ukawa hujakielewa. Jambo la tatu linagusa mali zako ulizopewa na huyo Mungu. Amekupa kuwa za kwako, amekupa zitumike kuimarisha agano lake kati yako na yeye na uzao wako. Na ukimwambia, na uzao wangu baada yangu, kama ulivyosema, utanipa mimi nchi hii na uzao wangu. Hatua ya tatu ya kuimarisha inahusu mali zako. Hicho kidogo, kwa sababu hiyo ni mbegu. Hapo ndipo unaangaliwa uaminifu wako kwa vichache hivyo. Ndio maana katika zile zabibu alizoambiwa baba yetu, haikuwa ng'ombe tu, ilikuwa ni ng'ombe wa miaka 3, mbuzi wa miaka 3, kondoo wa miaka 3, na njiwa na mwananjiwa, mpaka ile hatua ya mwisho. Katika sinagogi la Bwana watu walikuwa wanaenda, wenye uwezo wa chini walikuwa wanaenda na njiwa. Kiwango cha chini cha dhabihu ya damu ilikuwa ni njiwa mwanahua. Sasa njiwa anakuwa anaenda katoto. Tunasoma vizuri sura ya 15 ya Mwanzo, ule mtiririko wa zile sadaka ambazo anaambiwa Abraham kuhusu mali alizonazo.